fanya unavyofanya, hakikisha unatunza na kulinda uwepo wa Mungu kwenye maisha yako wakati wote. Usisubiri emergency ndipo utafute uwepo wa Mungu. Watu wengi au walokole wengi au Wakristo wengi wanatafuta kwanza emergency, yani kama vile kwa dharura. Kuna kitu kimetokea ndipo unatafuta uwepo wa Mungu. Itakuchelewesha sana. Kuna fursa zinajitokeza, zinamhitaji Mungu peke yake akufungulie mlango. Daudi kaambiwa, peleka chakula kwa ndugu zako ukatazame kama wako salama. Kufika kule anakutana na fursa ya maisha. Aliuliza kwamba inakuwaje? Sema hapa atakayepigana na jamaa kwanza anapewa mtoto wa mfalme, anakuwa mke wake. Akaamua kuingia kwenye hicho kitu. Cha pili, ameshaidiwa kuna mambo mengine mengi tunapewa hapa. Kilichomsaidia ni nini? Uwepo wa Mungu. Sasa imagine angekuwa amekorofisha na Mungu, hayuko sawa na Mungu, arudi kwanza aanze kujifungia, aombe, aanze kufunga kwanza siku 3 au afunge siku 4 kwanza ili kutafuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yake, afu ndo arudi, anaona na fursa imepita. Ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha una uwepo wa Mungu masaa 24, sababu haujui. Sasa hiyo ni upande mmoja. Unaweza ukajuta ghafla kuna shida imetokea ghafla. Hii hapa shida ghafla, haujui utavamiwa saa ngapi, haujui adui atakuvamia muda gani, haujui utapata changamoto saa ngapi, haujui adui atarusha mshale wake muda gani, hautajua. Kusudia kuishi maisha ambayo sio ya dhambi, kusudia kujiepusha na dhambi, sababu dhambi inaondoa uvuli wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Adam na Eva walivyofanya dhambi, uwepo wa Mungu uliondoka kwao, Mungu akawaacha na hofu ikaingia. Kumbuka Biblia imetuambia mwenye haki ni jasiri kama simba, ila waovu hukimbia hata wasipokimbizwa na kitu. Kwa hiyo hakikisha unaishi maisha ambayo ni maisha nje ya dhambi. Dhambi ikiwepo kwako inamfunga Mungu mikono. Kwa ishi maisha ambayo yako nje ya dhambi. Usikubali njaa yako ya Mungu ikazima au ikafa ndani yako. Usikubali kiu na njaa ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ikafa. Wakati wowote endelea kutafuta na kukuza njaa na kiu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Njaa itakujaje? Sikiliza shuhuda mbalimbali zote ambazo zinakuinspire. Sikiliza mahubiri mara kwa mara, lakini pia tamani kukua katika kumjua Mungu. Tamani udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako. Tamani Mungu kuonekana kwenye maisha yako siku zote na wakati wote. Ishi katika ufahamu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ishi ukitambua na ukijua kwamba nina uwepo wa Mungu kwenye maisha yangu. Tafuta mistari ya kwenye Biblia ambayo inaongelea muunganiko wako na Mungu, ambayo inakuweka wewe na Mungu pamoja. Itafakari na kuitafakari. Itafakari maana iwaze na kuiwaza, iwaze na kuiwaza. Waza mpaka unaona kuna kitu kimeumbika ndani yako, mpaka kuna kitu kimejengeka ndani yako, mpaka unaona Mungu amekuwa ni sehemu ya maisha yako. Tengeneza mazingira wakati wote ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Zaburi 89:5 na 22:3 nasemaje? Bwana, mbingu zitasifu maajabu yako, uaminifu wako katika kusanyiko la watakatifu. Mbingu zitasifu maajabu yako na uaminifu wako katika kusanyiko la watakatifu. Then 22:3 nasemaje? Na wewe mtakatifu, Joseph za Israeli. Tengeneza atmosphere ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Na namna kutengeneza atmosphere ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, cha kwanza kwenye kusanyiko la watakatifu, uwe ni sehemu ya kukusanyika wanapokusanyika watakatifu wengine. Maana kama ni ibada, kama ni fellowships, kama ni vikundi mbalimbali, kama ni maombi, hudhuria. Unapohudhuria sio unahudhuria afu unashiriki. Kama ni kuimba, imba. Kama ni kuomba, omba. Kama ni neno, fuatilia kwa makini. Fahamu zako zote weka hapo, umakini wako wote weke hapo. Kuna namna inajenga kitu ndani yako. Kuna namna inatengeneza kitu ndani yako. Kuna namna inaamsha mambo fulani ndani yako. Na unapotoka kwenye kusanyiko la watakatifu, endelea wewe kama wewe kutengeneza mazingira. Endelea kukaa katika hali ya kumsifu Mungu, hali ya kumwabudu Mungu. Haumwabudu msifu, au msifu utafakari neno la kwake. Ili nini? Ili kutengeneza atmosphere ya uwepo wa kwake. Ile hali ni kwamba inakuwa iko na wewe. Biblia inasema Mungu ukaa katika sifa. Maana unapokuwa unamsifu anakuwa yupo hapo mahali. Unapomsifu ndani ya moyo wako, maana anakuwa anakaa ndani ya moyo wako. Ule uwepo wake unakuwa charged ndani yako. Unatembea kuna namna unakuwa una sense ndani yako kwamba niko na Mungu. Na hiyo inakutengenezea mazingira fulani ya kuwa na uhakika wa kimungu ndani yako. Tunza maisha ya kimaombi na kuomba katika roho. Hakuna kitu kinachojenga uwepo wa Mungu kwa mtu kama maombi. Vingine vyote tutafanya, ila ukiminus maombi, hivi vitu vyote havina nguvu ndani yako. Unaweza kumwabudu na kumsifu Mungu sawa, ila kama maombi hayapo kutakuwa ni bure. Mtu ambaye haombi hazi kusifu katika roho na kweli. Kinachotengeneza vizuri na kwa haraka mazingira ya uwepo wa Mungu kwa mtu ni maombi. Na ndio maana mtu akiwa mwombaji sana anabeba uwepo wa Mungu sana. Kwa nini? Kwa sababu unakaa kwenye uwepo wa Mungu kwa njia ya maombi. Unaingia kule ndani, unakaa pamoja naye kwenye uvuli wa kwake. Sababu unapokuwa unaomba, unaenda mbele za kiti chake sianze kusemezana naye, unakaa pale. Unapokaa pale kwa muda mrefu, unaambukiza ule uungu wa Mungu kwako. Unakuambukiza, unatoka mule na uungu wa Mungu ndani yako.
unatoka mule na Mungu ndani yako. Na uzuri wa kuomba, si lazima ujifungie ndani. Ukipata nafasi ya kujifungia ndani ni vizuri, ili hata kama uko nje ya mahali ambapo unaweza kujifungia ndani, unaweza kuwa unafanya kazi huku unaomba, unaweza kuwa unatembea huku unaomba, unaweza kuwa unaendesha gari huku unaomba, unaweza kuwa uko kazini na unaomba, unaweza kuwa unapika na unaomba, unaweza kuwa unafanya kitu chochote kile na unaomba, sababu swala la maombi ni la rohoni. Na unaweza kuwa unatamka na unaomba hata kwa mdomo wako bila kutoa sauti, lakini unavyokuwa unaomba vile, moyo wako unaunganika na Mungu, na Mungu anapokea maombi yako. Mungu hajibu maombi yanayotoka kwa sauti peke yake, hata maombi ambayo yanatoka bila sauti. Ile mama anatoka na damu miaka 12 ya Biblia inasemaje? Alisema moyoni mwake, nitajisogeza niguse pindo la vazi la Yesu. Lakini aliposema mbingu zilisikia, na alipoenda kugusa kwa akapata muujiza wa kwake. Na ndio maana Efeso 3:20 inasema Mungu anajibu kadri tunavyoomba na tunavyowaza. Kwa mawazo kwa mtu ni maneno katika ulimwengu wa roho. Kwa unapowaza kwa jinsi ya unavyowaza katika ulimwengu wa roho, unaona kama maneno. Ndio maana yule mama alisema moyoni mwake. Kwa yeye alikuwa anawaza kichwani mwake, katika ulimwengu wa roho wakasikia amesema, wakaona kama maneno. Kwa mawazo ndani ya kichwa chako ni maneno katika ulimwengu wa roho. Aliposema moyoni mwake, nitajisogeza niguze pindo la vazi, walichukua kama maneno na wakayatimiza. Kwa unafanya kazi huku unaomba, unatembea huku unaomba, unaoga huku unaomba, unafua nguo huku unaomba, unadeki huku unaomba, unachimba shimo huku unaomba, unapika huku unaomba, unafanya kazi ofisini wako huku unaomba. Kuna namna unakuwa unaomba ndani yako, na ndio maana unapokata maombi unakuwa umejikata na uwepo wa Mungu. Ndio maana Mungu akatuambia tuombe bila kukoma, kuwa katika utendaji kazi wa Mungu. Ni ngumu sana kulinda na kutunza uwepo wa Mungu kama sio kufanya kazi kwenye ufalme wa mbinguni. Njia moja hapo ambayo inakusaidia kutunza na kuleta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ni kuwa mtenda kazi kwenye ufalme wa kwake. Marko sura ya 17:20 nasemaje? Nasema nao wale wakatoka wakaenda wakihubiri kote kote, na Bwana akaenda pamoja naye akilithibitisha neno lao. Wale watu nao wakatoka wakahubiri kote kote, na Bwana akaenda pamoja nao. Njia mojawapo ya kuleta uwepo wa Mungu kwako, ya kutunza uwepo wa Mungu kwako na kukuza uwepo wa Mungu kwako, ni kuwa kwenye assignment fulani ya kimungu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, ni kuwa na majukumu fulani ya kazi ya ufalme wa mbinguni, ya kukuza na kueneza ufalme wa mbinguni. Jambo lolote lile, unapokuwa kwenye kazi ya nyingine ya kumleta mtu kwa Kristo, uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na wewe. Biblia Mungu naye akaenda pamoja nao. Uwepo wa Mungu hauji kama fashion, wala Mungu haji kutembea na wewe au kukaa na wewe ili tu ufurahi kwamba uko pamoja naye. Kuna vitu vinavyomfanya aje kwa mtu. Kitu kimojawapo ni unapokuwa unafanya kazi za kwake. Kuna watu wengi sana wanakuwa na struggle na kutafuta uwepo wa Mungu, ni kwa sababu hawajibidishi na ufalme wa kwake, hawajibidishi na mambo ambayo yanakuza na kueneza ufalme wake. Kama una kiu na unatamani sana kuona ufalme wa Mungu ukikuwa na kuongezeka, ukiona Mungu akijidhihirisha mahali, hiyo kiu ndani yako inamfanya Mungu wewe uwe ni mtu muhimu sana kwake, awe na kulinda, anakuangalia. Kitu kitaka kutokea na waza, huyu mtu akipotea kwenye ufalme wangu ni kula hasara. Ni kama vile makazini, kuna mwingine hata akamwambia bwana nataka kuacha kazi, unaambia tuna umechelewa, acha tarehe. Yaani unatamani wewe mwenyewe unataka kumfukuza, sema tu unaonea huruma. Kwa kikutia barua kuacha kazi unasema asante Yesu. Kwa mwingine anataka kuacha kazi unaambia usiache na kuongeza mshahara, kwa sababu unaona sasa kwamba akiacha ni hasara. Kuna namna fulani hivi unatamani endelee kuwepo. Kwa kuna namna ukikaa kwa Mungu kwa ajili ya ufalme wake, anakuangalia anasema huyu mtu nikimpoteza siwezi kubali apotee. Kwa sababu akikaa anaona hatua za ufalme wake kupitia wewe. Akikaa anaona kesho ufalme wake mahali ulipo kupitia wewe. Sasa akikutazama anaona giza tu. Akikutazama anaona shetani anakuwa na kutukuzwa zaidi yake. Anasema huyu mtu acha aondoke tu, hamna shida. Ule mfano kwenye Biblia, aliwapa watu shamba walime na miti waipalilie nini ili izae matunda. Alipokuja akaona haizai, akataka kuikata. Mwenye shamba akamwambia naomba usikate. Naomba mwaka huu mmoja niipalilie na kuitunza na kuiwekea mbolea tena, nione kama kesho itazaa. Akasema nakupa mwaka mmoja, nikirudi mwaka kesho naona haijazaa, taikata. Jambo lingine muhimu sana, kutunza na kuweka uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Hakikisha unakaa kwenye neno la Mungu ndani yako. Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 15 na kwenda mpaka 20 na 21. Anasema yeye anipendaye atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja na kufanya makao kwake. Kwa unaposhika na kukaa kwenye neno la Mungu, neno la Mungu inakuwa ni sehemu yako, na neno ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa na kiu na Yesu, unapokuwa na kiu ya uwepo wake, lazima liwe ndani yako, sababu Yesu ni neno na neno ni Yesu.